Moja, tumekubaliana kwamba kama nchi tujenge uchumi utakaofikia dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Hii maana yake ni nini? Kwa sababu najua kuna wachumi, kuna watu wanasoma business, kuna watu wanasoma finance, wanajua GDP ni nini, kwamba growth domestic product ni kitu gani. Kwa tunapozungumza kwamba tunataka kufika uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, tafsiri yake ni kwamba ikifika mwaka 2050 uzalishaji wa bidhaa na huduma Tanzania ufike kiwango cha dola trilioni 1 ikifika mwaka 2050. Ya kwamba ule mwaka 2050 tuwe na uwezo wa kuzalisha huduma na bidhaa ambazo thamani yake ni dola trilioni 1. Kwa ni kiasi gani tunazalisha? Kwa sasa hivi uchumi wetu unazalisha dola bilioni 94 kwa mwaka. Kwa maana GDP ya Tanzania kwa sasa ni dola bilioni 94. Sasa tunataka tufike dola trilioni 1 mwaka 2050. Ni nchi gani ambazo zipo au ni nchi ngapi ambazo zipo katika kiwango hicho cha dola trilioni 1 kwenda mbele? Kimsingi mpaka sasa duniani ni nchi 21 tu ambazo zimefika kuwa na uchumi wa kuanzia dola trilioni 1 kwenda mbele. Afrika ni nchi zipi zipo katika kundi hilo ambalo sisi tunataka tujiunge nalo mwaka 2050? Kimsingi Afrika hakuna nchi hata moja iliyofikia walau nusu ya hicho ambacho sisi tunakifikiria kukifikia mwaka 2050. Afrika ya Kusini ambayo ndio inaongoza kwa ukubwa wa uchumi Afrika, uchumi wake huko around dola bilioni 400. Haujafika hata nusu ya dola trilioni 1. Hii maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba kama nchi tunataka kufunga safari, na tumeianza safari hiyo tarehe 1, tumeanza safari hiyo wiki hii ya kuanza kujenga huo uchumi utakofika dola trilioni 1 mwaka 2050. Hii maana yake ni nini? Tunataka tujenge uchumi wa Tanzania, utekelezaji wa vision iliyokwisha. Tulikuwa tumezalisha 1.1 trillion dola katika kipindi chote hicho. Hii ina maana gani? Hii ina maana ya kwamba tunataka ikifika mwaka 2050 tuwe na uzalishaji ambao ni sawasawa na tulichokizalisha kwa miaka 25, 2000 mpaka 2025. Najaribu kujenga picha hii ili muone ukubwa wa assignment iliyoko mbele yetu, lakini mwisho wa siku tukubaliane kwamba hii ndio vision tuliyokubaliana. Hii ndio vision ambayo tulikubaliana. Vision tulikubaliana ni hiyo, kwamba ikifika mwaka 2050 tuingie kwenye klabu ya nchi zenye uchumi wa dola trilioni 1 kwenda mbele. Klabu ambayo kwa leo duniani ina nchi 21 tu. Mheshimiwa Rais wakati anazindua dira alisema kitu kimoja, kwamba dira hii, lengo hili linawezekana na haliwezekana. Linawezekana, haliwezekani kama tukibaki tunafikiri vile vile ambavyo tulikuwa tukifikiri kwa miaka yote. Tukibaki vile vile kama wananchi, at individual level, at a family level, at a village level, at a national level, tukibaki tunafikiri vile vile tukifikiri, ili lengo haliwezekani. Tutashia kwenye 500, tutafikia nusu ya lengo, pengine tukizidi sana labda 60% ya lengo. Lakini hili inawezekana kama tu tukifanya a total turnaround. Najua masomo business huwa kuna strategies za turnaround. Sasa ndio zifanyike hapa sasa. Zifanyike hapa kwamba hili lengo linawezekana tukifanya turnaround ya namna tunavyofikiri, tunavyofanya. Tufanye tofauti na tulivyokuwa tukifanya kwa muda wote. Tufikiri tofauti na tulivyokuwa tukifikiri kwa muda wote. Ikiwa hivyo, hili lengo linawezekana. Okay, kuna wengine wanasema pengine hii bana ni of ambitious, kutarget kitu kikubwa kama hiki. Bana, kwa nini tusi target kawaida? Lakini lengo upande
Kwa nini? Linaonekana kuwa la kawaida kwa sababu kwa mwenendo wa idadi ya watu, ongezeko la watu Tanzania, ikifika mwaka 2050 tutakuwa na takribani watu around milioni 135 mpaka 140. Sasa ina maana gani kwenye wastani wa kipato cha mtu kama mnalenga kuwa na uchumi wa dola trilioni 1 alafu mna watu takriban milioni 140 huko? Tafsiri yake mnalenga kwamba 2050 tuwe na wastani wa pato la mtu wa dola 7,000. Sasa hii dola 7,000 wastani wa pato la mtu ana nyingi Botswana kwa sasa. Kwa maneno mengine, ukifikiri kwamba ikifika mwaka 2050 tuwe na uchumi wa dola trilioni 1, maana yake unasema kwamba tuwe na uchumi wa dola 7,000 kwa mtu. Tuwe na per capita income kipato cha 7. Alafu hii ina maana kwamba kipato cha mtu wa Botswana sasa kwa sio muujiza. Yaani kufikiria ifika hapo 2050 tuwe na pato la mtu sawa na mtu wa Botswana leo, mbona ni jambo la kawaida au mbona ni ndogo? Lakini kwa sababu ya wingi wa watu na tunavyoongezeka, ina maana ya kutengeneza uchumi mzima mkubwa trilioni 1, ambao sasa kwa sasa hivi hata nusu, hata nchi za Afrika zijafika, hakuna hata moja ilifika hata nusu ya hiyo. Kuna hasara kubwa ambayo inatokana na inefficiency ya barabara zetu, ambayo inaweza kusababisha watu wakahama corridor. Kwa ili kusudi wasihame lazima uimprove, lakini unaimprove kiasi gani? Tanzania ni zaidi ya nusu ya Afrika Mashariki. Tumejenga barabara kwa miaka 30. Kuzimaintain peke yake unahitaji trilioni 2 kila mwaka. Lakini wakati huo unatakiwa ufinance majeshi, ufinance afya, ufinance mikopo elimu ya juu, ufinance kila kitu mpaka ujenge vyoo vya stendi. Haitekelezeki. Ni lazima kuengage private sector, wafanye kila maeneo ambayo kuna appetite ya private, na serikali ibaki inafanya maeneo yote ambayo private hana appetite. Moja maeneo ambayo private hana appetite ni kutoa elimu bora kwa watu masikini, kwa sababu hawa watu masikini hawana uwezo wa kulipia. Private sector na government wanafanya PPP sio kwa kila mradi, ila mradi ambao unatanisha. Interest ya private company ni profit maximization. Interest ya government ni public welfare. Constitution inasema jukumu la kwanza la serikali ni ustawi wa watu wake, wawe maskini, wawe wana uwezo, lakini ina lengo la kuweka ustawi wao. Private hana interest hiyo, ana interest ya profit maximization. Kwa watakapokutana maeneo ambayo private interest inakutana na public interest, hayo ndio maeneo ambayo yanaweza akafanya PPP. Hayo ndio maeneo ambayo yanaweza akafanya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kuna maeneo ambayo serikali inafanya sio kwa sababu yanalipa kibiashara, bali yanalipa kiuchumi. Na hapo ndipo inapokuja tofauti kati ya commercial viability na economic viability. Faida za kiuchumi against faida za kibiashara. Kuna mradi ambao kibiashara haulipi, lakini kiuchumi unalipa. Kuna mradi ambao unalipa kibiashara na kiuchumi. Kwa hiyo miradi ambayo kiuchumi inalipa, kibiashara hailipi, ni kama miradi ya kujenga elimu bora kwa watu maskini. Inalipa kiuchumi, kibiashara hailipi. Serikali inafanya hivyo ili kuokoa talents ambazo zingepotea kwa sababu ya ukosefu wa maarifa au elimu bora. Kwa inabidi iwekeze kwa ajili hiyo. Kwa ili kufanya hivyo vizuri, inabidi iweze kuacha maeneo ambayo hayana interest ambayo yana interest ya private kuweza kufanya. Na hivyo ndivyo ambavyo tunapojenga uchumi mkubwa.